Leo tutazungumzia juu ya yale ambayo yanayojiri katika mitandao ya kijamii, ambayo ni sehemu ya maudhui zinazotokana na baadhi ya mashekhe zetu, kutokana na nafasi kubwa walizonazo, kutokana na jamii kuwaamini sana, lakini pia kutokana na nafasi ambazo wanazopata kwa ajili ya kuielimisha jamii. Nafasi hizi zimekuwa zikizalisha sehemu ya vibri. Nafasi hizi wanazopata zimekuwa zikizalisha sehemu ya majigambo. Nafasi hizi wanazopata zimekuwa ni sehemu ya kuwafanya wao wajifakhiri, hata kusahau sehemu ya malengo yao, kwa nini wako hapo, kwa nini wamepewa nafasi hizo. Jambo ambalo sasa limepelekea kuchupa baadhi ya mipaka, hata kwenda kuwavunjia heshima wakeze Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, kwa kuwaita na kuwapachika majina ambayo la tataallaqun biawsafihinna, hayahusiani na wasifu wao, hawahusiani na wadhifa wao, hawahusiani na nafasi walizopata, ikiwa tu tayari Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekwisha watamka wazi katika Qur'ani kwamba wa azwajuhu ummahatuhum, kwamba na wanawake na wakeze Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam ni mama zenu. Hii inatosha kuwa ni tafsiri ya kuweza kutambua umuhimu, wadhifa na heshima waliopewa wakeze Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, na majukumu ya wale wote ambao ni wafuasi wa Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Idhan, kwa kupitia aya hii wa azwajuhu ummahatuhum, na wakeze Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam ni mama zao, maana yake haihusiani na wala ni jambo lisilojuzu wala lisilopaswa kwenda kuwekewa jina lingine au kupachikwa jina lingine au kunasibishwa na jina lingine, ambalo jina hilo wananasibishwa wale ambao ni tofauti na wenye sifa nyingine tofauti na sifa za wakeze Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Sasa tumeshuhudilia katika viunga vya baadhi ya mashekhe. Nukta ya kwanza, miongoni mwa mashekhe hao ni shekhe ndugu yetu ambaye tunamheshimu sana, ambaye amejizolea umaarufu kwa kupitia mitandao ya kijamii, kupitia nafasi anazozipata katika kuuhubiria umma wa Kiislamu na kuufundisha umma wa Kiislamu. Naye ni shekhe wetu Al-Habib Sheikh Mziwanda, ambaye natumia fursa hii adhim na maridhawa kutaka kumkumbusha na kumzindua, lakini pia kumrekebisha arejee katika mustari wa kuwa na adabu fi tafsiri kalamullahi subhanahu wa ta'ala. Awe na adabu, awe na heshima, awe ni mwenye tabia njema katika kuyatafsiri maneno ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, ambayo huwa al-Qur'anul Karim, ambayo ni Qur'ani tukufu. Miongoni mwa adabu za kufasiri Qur'ani tukufu, al-ibtaadun 'anil hawa, kwamba yule mufassir awe amejitenga mbali na kufasiri jambo kwa utashi wa nafsi yake yeye mwenyewe. Sasa ukija ukalitafsiri neno shangazi, neno mshangazi, ambalo ni neno, ni msamiati ambao umezushwa na vijana kwa kwenda kwa wale wanawake wenye umri mkubwa na wenye sifa mbaya kwa pamoja. Kwanza wawe na umri mkubwa, lakini wawe ni wenye sifa mbaya, ambao wanatumia umri wao na uchumi wao kuwatongoza vijana wadogo ili wawaoe, aidha ili watembee nao, aidha ili wawafanye vijana hao kuwa ni wanamume ambao ni mario, ambao kazi yao ni kulelewa. Haijuzu kwa sifa hii na jina hili
kuwapachika wakeze bwana mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekwisha wapa heshima kubwa, amekwisha wapa wadhifa mkubwa, tena akautamka kabisa kwamba wa azwajuhu ummahatuhum, kwamba na wakeze bwana mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam ni mama zao. Sasa inakuwaje kwamba haya yote haufahamu au unatumia lugha gani ya kutaka kujitetea? Na nimesikia baadhi ya klipu za audio kwamba unataka kujitetea kwa wale ambao waliokulaumu na kukurekebisha na kukosoa, kwamba unataka kutengeneza falsafa ya kujitetea. Ndugu yangu, kwanza lazima tufahamu, na wote Waislamu kwa ujumla tunatakiwa tufahamu kwamba itajio letu sisi Waislamu ni kuwa na wanazuoni, sio wingi wa mashehe, kwa sababu mtu yoyote anaweza akawa shekhe. Lakini angalizo letu sisi na hitajio letu sisi Waislamu fi asrina alhali, katika zama tulizonazo, zama ambazo kila mmoja anataka yeye aitwe shekhe, hitajio letu sio mashehe wengi, hitajio letu ni kuwa na wanazuoni. Kwa sababu kila mwanazuoni ni shekhe, lakini sio kila shekhe anapaswa kuwa mwanazuoni. Ndio maana hata usulubu wa Qur'ani ulivyokuja ulisema innama yakhsha Allah min ibadihi alulama, kwamba wanaomuogopa, kama kuna watu wanamuogopa zaidi Mwenyezi Mungu, wanamuogopa sana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, fil aqwali, katika kauli zao, wa fil afkari, na katika fikra zao, wa fil afuali, na katika matendo yao, wal a'mali, na amali zao, hakuna kama wanazuoni. Hapa hakutajwa shekhe, hakusema innama yakhsha Allah min ibadihi ashuyukh, la, hakusema hivyo. Kwa sababu gani? ashuyukh kasir, walakin laysa bikulli shaykhun alimun, walakinna kullu alimun ash-shaykh. Sio kwamba kila shekhe anapaswa kuitwa mwanazuoni, lakini kila mwanazuoni anapaswa kuitwa shekhe ikiwa amebeba mawadi ad-diniya, amebeba elimu ambayo inayohusika na masuala ya dini. Sasa Al-Habib Sheikh Mziwanda, tunakuomba tafadhal, kwa heshima ambayo unayoipata, kwa nafasi ambayo unaipata, basi hakikisha kwamba unajirekebisha kurejea katika misingi ambayo inakwenda na inataalaki na adabu ya kutafsiri maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na usitumie nafasi ambayo ulionayo kutaka kuonyesha kwamba una kibri na kutaka kuonyesha kwamba una uwezo wa kuzalisha jambo, lakini hautakiwi kuingiza maneno ashwaia ambayo yanayotumika kiholela ya mitaani kuwa ndiyo sehemu ya kufasiri maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na lazima ufahamu kwamba akili mahma itakavyokuwa na ilmu mahma itakavyokuwa, la ta'assimuna ala ahad, haiwezi kumlinda mtu yoyote, bali kinachokulinda wewe hiya al-ala, ni zile ala ambazo zinazoshikamana na ilmu hizo, ili kuziwia fikra zako na ubongo wako usije ukaangukia katika makosa. Sasa ikiwa utaziacha ala hizo, maana yake utaendelea kuupoteza umma, kwa sababu kile unachokiongea wewe kitatafsiriwa vingine na watu wengine ambao lengo lao ni kutaka kuuchafua Uislamu na kuutia dosari kwa kupitia lugha zinazotolewa na viongozi wenyewe wa Kiislamu. Hii sehemu ya kwanza. Lakini sehemu ya pili ni Sheikh Uthman, shekhe ambaye pia na yeye tunamheshimu, shekhe ambaye pia tunamhusudu, shekhe ambaye anafuatiliwa darasa zake na watu tofauti tofauti. Hii ni sehemu ya ukumbusho, kwa sababu bwana mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam anasema ad-dinu an-nasiha, dini ni kupeana nasaha. Pamekuwa kuna kauli mbalimbali ambazo zinazotoka za kuonyesha kwamba kwa sasa
hakuna mashekhe wa aina yoyote, kwamba kwa sasa hakuna mashekhe bali mashekhe walikuweko zamani. Hiyo sehemu ya kwanza. Lakini sehemu ya pili ni kuonyesha kwamba hawa wanafunzi au wasomi wanapohitajia swala la kielimu, basi hawaonekani kwamba wao wamesoma mpaka pale watakapokwenda kusoma nchi za nje, aidha wamalize Sudani, aidha wamalize Masri, aidha wamalize Saudia na kadhalika. Lakini hakuna hata mmoja kwamba Sheikh Muhammad Ayub yeye hakutoka nje bali alisomea hapa, lakini mpaka sasa hakuna ambaye anayemweza. Ndugu yangu, kwanza nikushukuru sana kwa maneno yako haya ambayo yanazidi kutufunua, lakini kwa tafsiri halisi ya maneno haya ni kwamba yametumika katika njia ya tafsida kuonyesha kwamba huko nje hakuna elimu. Wakati mwingine elimu inaweza ikawa iko hapa na watu wakaiacha elimu hiyo wakaenda kule, na kwamba kule nje wanapokwenda kusoma elimu yao haina tija kama hawa waliosoma hapa. Ndugu yangu, kwanza katika swala la ilmu hakuna mjuzi, wa fawqa kulli dhi ilmin alimun. Mwenye ujuzi na mwenye ilmu ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwetu sisi hakuna mjuzi hata mmoja. Ndio maana mfano mfupi, mnaweza mkawa darasani, kuna mtu akajua hisabati zaidi kulikoni geography, lakini wote wako darasa moja na mwalimu anapoingia wote wanamsikiliza na wote wanaandika, lakini kuna mmoja atakuwa anajua zaidi somo hili na mwingine katika somo hili akawa hajui zaidi. Lakini hii haimaanishi kwamba huyu hana akili au huyu ameshindwa. Hapana. Hizi ikhtilafu ni jambo ambalo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameliweka kwa hikma zake, lakini miongoni mwa hikma ni kutaka dunia pamoja na jamii iweze kwenda, itoke hapo ilipo na iende sehemu nyingine ambayo ni bora zaidi. Laiti kama wote tungelikuwa na akili sawa zinalingana, basi dunia hii isingekwenda, kwa sababu tulikuwa tumekwenda kinyume na utaratibu aliyoweka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndio maana utaona hata leo usiku unapoingia, baadaye jua linakuja linachomoza. Maana yake hizi ni ikhtilafu ambazo zinasababisha dunia iweze kuendelea. Sasa kwa mantiki hii ni kwamba unaposema kwamba Sheikh Muhammad Ayub katika zama zetu hakuna ambaye anayemfikia, labda ni mimi nikuulize swali. Yeye alikuwa ni msomi, Sheikh Muhammad Ayub ni msomi, na tunakubali kwamba yeye ni msomi na amefundisha watu wengi, lakini usomi wake ulikuwa katika nini Sheikh, mpaka useme kwamba hakuna anayeweza kumfikia kwa sasa? Yeye alikuwa ni msomi katika fani gani? Alikuwa ni msomi katika majali ipi? Sasa haya maneno, huu ni utumwa wa kifikra ambao unawaziwia na kuwafumba vijana wengine wa Kiislamu wasiweze kutoka nje kwa lengo la kwenda kutafuta ilmu, jambo ambalo ni kosa zaidi. Ni kosa zaidi kwa sababu kwenda kuhama sehemu moja kwenda sehemu nyingine, huu ni utaratibu ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameweka. Lakini hata Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam alitoka hapa na akaenda wapi? Akaenda al-Isra wal Mi'raj, inajulikana. Lakini pia hata maimamu ambao sisi tunawafata kutokana na ukubwa wa ilmu zao, kutokana na jitihada walizofanya, waliweza kuhama kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine kwa lengo la kutafuta ilmu. Masalan, al-Imamu Shafi'i rahimahullah alitoka katika mji wa Baghdadi na kwenda Sham. Alikwenda mpaka akaonana na al-Imamu Malik na akasomeshwa kitabu cha al-Muwatta, kisha akarejea. Lakini wakati huo ilimlazimu atoke katika ardhi ya Iraq na kuja wapi? Na kuja Masri. Lakini safari yake ya kutoka Iraq kuja Masri alikuwa anamfuata nani? Alikuwa anamfuata al-Imamu al-Layth ibn Sa'di, baada ya kusikia kwamba Masri kuna mwanazuoni mkubwa ambaye amesheheni maaluma.
Kwa hiyo ikamlazimu atoke, na hata alipokuwa njiani anakwenda Masri akapata taarifa kwamba yule mwanazuoni unayemfuata tayari amekwisha fariki dunia. Falimamu Shafi'i baada ya kusikia taarifa hiyo akasema, ninakwenda kwa sababu kuna watu kule ambao tayari al-Imamu Layth ibn Sa'di atakuwa amewaachia ilmu hiyo. Kwa hiyo utaratibu wa kuhama kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine ni utaratibu ambao upo, na ndio maana leo hata nchi zetu zinakuwa sasa zinazinduka kwamba kuna wajibu wa kuwapeleka vijana wakasome nje, kwa sababu elimu ya kule ni tofauti na elimu ya huku. Sasa wewe unataka kusema kwamba kule hakuna elimu na elimu alikuwa nayo hapa hapa, na hizo ni fikra ambazo zinatumiwa na zinaendelea kutumiwa na wale watu ambao hawajapata nafasi ya kwenda kusoma nje. Sasa huu ni utumwa wa kifikra. Huu ni utumwa wa kifikra, na ni jambo la aibu kwa shekhe mkubwa kama wewe ambao unahubiria watu, unatumia media, vyombo vya habari kuwazungumzia watu na kuwapa nasaha na kuwahimiza katika masala ya kiilmu, kuzungumza mfano wa maneno haya ambayo yanafunga fikra za watu. Lengo letu sisi ni kupata wanazuoni, sio kupata wingi wa mashekhe. Hapana, ni kupata wanazuoni ambao watakaotegemewa katika jamii yetu ya Kiislamu na ambao watakaoisaidia jamii yetu ya Kiislamu kupiga hatua aidha za kiuchumi, aidha za kielimu, aidha za kimalezi, aidha za kimiundombinu, aidha za kila kitu ambacho unachokifahamu wewe katika yale ambayo yanayohusu maisha ya binadamu ndani ya jamii yetu ya Kiislamu kwa mujibu wa taratibu alizoweka Mwenyezi Mungu na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Idhan, ni lazima tujue kwamba tunahitaji kutoka kwenu kuona kwamba mnapata dhabtu alfikri, dhabtu almafahimi, lakini pia mnapata dhabtun alfikri, lakini pia mnapata dhabtun at-ta'rifati, dhabtun at-ta'rifati, lakini pia mnapata dhabtun al-ma'rifiyya. Na sio kila jambo linakujia kwenye kichwa basi ukataka ulizungumze kwa namna unavyotaka. Na pale unapokosolewa ukijiona kwamba umekosea, basi kiri na ukubali kwamba umekosea, kwa sababu sio aibu, ni jambo la kawaida binadamu kukosea. Kwa nini? Masumia al-insanu illa binisyani, masumia al-insanu illa binisyani. Sasa hebu tujaribuni kuwa tunatumia membari zetu vizuri, tujaribuni kutumia minasabati ya kidini vizuri, kwa sababu sisi ni viongozi tegemewa ambao tunafuatiliwa na vipindi vyetu. Tusiupoteshe umma kwa kutunga tafsiri, tusiupoteshe umma kwa kuchomeka tafsiri, tusiupoteshe umma kwa kutaka fahari ya kuona kwamba tumeleta jambo lipya ikiwa uwezo wa hilo jambo lipya bado hatuna. Tusiupoteze umma kwa kutumia lugha ambazo hazina adabu, hazina tabia zilizokuwa njema, au lugha ambazo wanasifika nazo wale ambao hawana tabia njema na kuziingiza katika